Leo hii tuna mafunzo ambayo tunatoa kwa mashirika yote ambayo yapo katika halmashauri yetu ya jiji, ambao tuna jumla ya mashirika hadi kufikia leo tarehe 23 Juni tuna mashirika 632. Na tumeona kuna haja ya kufanya mafunzo haya kwa kushirikiana na wadau, ambao hawa wadau ni shirika la Amref ambao walikubali kushirikiana na sisi kama serikali kuweza kutoa mafunzo kwa mashirika haya, lakini pia tuna benki NMB nao pia wameshirikiana na sisi katika kuweza kuwezesha haya mafunzo. Lengo la haya mafunzo ni kutoa elimu au kukumbushana, sababu mashirika yanajua kwa nini yameanzishwa. Kwa hiyo kukumbushana baada ya kuona kuna changamoto kubwa ya mashirika mengi yanakuwa yamesitishwa kufanya shughuli zao na mengine yamefutwa. Kwa hiyo kama msajili, nilipoona kwamba kuna gap hiyo katika mashirika, nimeona nishirikiane na wadau ambao wataweza kutoa mafunzo ili waweze kuwakumbusha mashirika wanatakiwa wafanye nini. Sababu baada ya mashirika kusajiliwa wanatakiwa wa comply na sheria yetu ya mashirika yasiyokuwa serikali. Sisi kama Amref tumekuja hapa kama wawezeshaji, na katika mazungumzo ambayo tunayazungumza ni pamoja na kuelekeza namna ya uongozi na utawala bora katika mashirika yetu, lakini pia uandishi wa miradi na usimamizi wa utekelezaji wa miradi, na pia kutakuwa na mada ya na namna ya kusimamia matumizi ya ufadhili, fedha za ufadhili mbalimbali. Kwa washiriki hapa wametoka katika mashirika ya levels mbalimbali ambao zina uwezo mbalimbali, kwa tunashirikishana pia uzoefu ambao sisi tunao na wenyewe pia na changamoto ambazo zinaambatana, na kwa sababu tuko na msimamizi wa mashirika katika jiji hili, pia naye anachangia anachoona kwenye takwimu zake. Kikubwa sana katika mashirika ni kuwezeshwa kwa maana ya kujengea uwezo na uwezo katika nyanja mbalimbali za uongozi, lakini uandishi wa miradi, usimamizi na kutengeneza mipango endelevu ya mashirika, tukijua kwamba sasa hivi ufadhili sio mrahisi kihivyo, lakini unapokuwa unasimamia matokeo, yani kwa nini unaanzisha shirika lako, lisianzishwe tu kwa sababu nimetamani kuwa na shirika, kikuwe na sababu, yani uanzishe shirika ukiwa unajua kwa nini unaanzisha, na usimamie ile ndoto kwa ujasiri kabisa. Kama unataka kuelekeza masuala ya afya, unataka kugeuza changamoto za afya kama za mama na mtoto, kama za maambukizi ya ukimwi, basi isimamie mpaka uone matokeo. Tunatumia hii fursa kuhakikisha tunapata mafunzo. Ndio maana unakuta Amref wako pale wanatufundisha habari ya namna ya utawala, yani pamoja na utawala bora, lakini wanatufundisha namna ya kupata wafadhili na kupata miradi mbalimbali ya kuendesha NGO zetu. Kama mnavyojua resources zetu Tanzania ni chache, japo wapo wadau ambao wanatusaidia, lakini wadau walio wengi ni wa kimataifa, japo wapo wa kitaifa ikiwemo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wanatufundisha namna ya kuandika proposals za kuweza kupata hiyo ufadhili na misaada, namna ya kuendesha shughuli yetu. Lakini pia wanatufundisha namna ya utawala, kwa maana tuziendesheje ili zisife au zisifungiwe. Lakini tunazo changamoto kadhaa. Tunahitaji kuwa na taasisi ambazo ziko competent, ambazo ziko tayari kufanya kazi kwa uadilifu na uweledi, na sio kuwa na taasisi tu. Basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo tulionayo katika suala zima la changamoto.